Disclaimer. Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea na mafunzo mbalimbali ambayo tunakuwa tunatoa katika hii channel. Kama wewe ni subscriber kwenye hii, kama wewe sio subscriber kwenye hii channel, hakikisha unabonyeza neno subscriber, kisha neno all, kisha alama ya kengele, kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo ninaipost kwenye hii channel. Na tayari kama wewe ni subscriber, umesubscribe kwenye hii channel, usisahau kulike, comment na kushare hii video kwa wengine ili nao waweze kupata mafundisho haya. Sasa hapa kama kawaida ninaenda kuwaonyesha kitu. Kama mnavyoona hapa, kuna pesa ambayo nimeipokea muda si mrefu kutoka kwenye mfumo wa Bitness. Ile pesa ambayo nilianza nayo kabisa ya dola 100 ambayo imeisha mzunguko wake. Nikipiga hapo utaweza kuona transaction record ya pesa ambayo imeingia hapa. Ni hii hapa kama mnavyoona, ni dola 124. Ile nilianza nayo kabisa mara ya kwanza nilivyoanza kabisa kwenye Bitness, niliweka dola 100 na imezungushwa ndani ya siku 28 imeweza kurudi na faida ya dola 124. Kama unavyoona, hii ni contract, smart contract address ya Bitness na Bitness pool, liquidity pool ya Bitness. Kwa hiyo hii pesa imetoka kwenye liquidity pool ya Bitness ndio imeweza kunilipa na ikachanganyika na kisalio ambacho kilikuwepo hapa kwenye wallet yangu. Sasa hapa somo letu la leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kutoa pesa kutoka kwenye Trust Wallet kupeleka kwenye Binance, kwa maana ya kwamba umefanya uwekezaji kwenye mfumo wa Bitness na umepokea pesa yako. Sasa unataka kuitoa kupeleka Binance kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mengine au kwa ajili ya kuweza kuuza. Kwa hiyo hapa naonyesha utaratibu jinsi gani ya kuweza kutoa pesa kutoka kwenye Trust Wallet kupeleka kwenye Binance account yako. Kwa hiyo utakuja huku sehemu ambako kuna Binance account. Utakuja kwenye exchange yako ya Binance kama hapa. Ukishafungua unaona hapo kwenye Binance yangu kuna dola 4, sawa? Kwa hiyo nitakachofanya hapa mimi nitakuja kubofya sehemu hii iliyoandikwa asset. Nikishabofya asset itafunguka. Ikishafunguka nitakuja hapa sehemu iliyoandikwa add fund. Maana yake nikiadd fund hapo moja kwa moja itaingia kwenye spot wallet yangu. Kwa hiyo nikipiga add fund wananiambia nichague na add fund sehemu gani. Nitachagua hapa on chain deposit, sawa? Lengo la kubofya kuja huku ni niweze kukopi ile deposit address, sawa, au receiving address. Kwa hiyo nitachagua token ambayo nataka kuiweka kwenye Binance au kuideposit ni USDT. Kwa hiyo nitapiga USDT, wataniambia nichague network kwa sababu ile USDT zangu, zile USDT zangu 124 zipo katika network ya Binance Smart Chain. Kwa hiyo nitapiga hapa ili kuweza kucopy address. Kwa namna hiyo na copy, nikisha copy natoka hapo narudi kwenye wallet yangu ya Trust Wallet kwa ajili ya kutuma hiyo pesa. Kwa hiyo nitafika hapa, nitabofya USDT. Nikishabofya namna hiyo itafunguka. Nitakuja sehemu hii hapa iliyoandikwa send. Nitapiga, wataniambia hapa ni paste ile address ambayo nimeicopy kutoka Binance. Nitaipaste hapa, alafu hapa nitaweka kiasi ninachotaka kutuma. Kwa hiyo nitabofya paste. Tayari nimesha paste, alafu hapa nitachagua USDT ambazo nataka kuzituma. Kama ni Masterman nitaandika namna hiyo, lakini hapa mimi naweza nikaweka 130 USDT 130 namna hiyo ndizo ninazotaka withdraw. Baada hapo nabofya nini? Nabofya neno next. Lakini ukifanya hivyo unatakiwa uwe na BNB kwenye Trust Wallet yako, kwa sababu fee hawatokata withdraw fee kutoka kwenye hizi USDT, wanakata kutoka kwenye nini? Kwenye BNB. Kwa hiyo na mimi BNB ninazo BNB, niwaonyesha hapa. Umeona kama unavyoona hapa, kabla sija withdraw unaona kuna BNB za kutosha tu. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe na una BNB tayari unazo, ndio unaweza kufanya withdraw. Kwa hiyo napiga namna hiyo, napiga send, sawa, na hiyo na paste address, naandika kiasi ninachotaka kutoa namna hiyo. Baada ya hapo nabofya next. Kwa nikibofya next kuna smart call inafanyika hapo kwenye Trust Wallet kama tunavyoona kwa ajili ya kutoa hiyo pesa, sawa. Kwa kuna smart call ambayo inafanyika hapo, kwa hiyo tusubirie namna hiyo. Smart call imeshafanyika, umeona. Kwa hiyo na baada ya hapo nabofya confirm, alafu naingiza hapo passcode zangu kwa ajili ya kufungua wallet. Itafunguka namna hiyo, nasema transaction detail. Kwa hiyo naangalia hapo ndani ya muda mfupi tu, umeona
nikirefresh utaona imeandikwa completing. Hapo umeona pending, maana kuna transactions zinafanyika kwenye blockchain. Umeona zikisha hiyo transaction ikisha kuwa confirmed kwenye blockchain, umeona tayari pesa imesha toka kwenye Trust Wallet hapo, umeona completed. Na nikirudi kwenye Binance account yangu, bila shaka nitaweza kuiona. Nikirudi nyuma hapa kwenye wallet utaiona hapa, napiga refresh. Umeona processing hapa wanaonyesha kuna dola 130 wanaifanyia processing. Nikipiga hapo walikuandika processing, nitaweza kuona kama imeshakuwa completed au vipi. Umeona, kwa hiyo napiga namna hiyo. Umeona muda si mrefu wanafanya confirmation kwenye blockchain na huku pia ya Binance Smart Chain, ili hiyo pesa iweze kupokelewa moja kwa moja. Umeona tayari deposit successfully, umeona notification ile. Kwa hiyo nikipiga hivi utaona salio langu kwenye Binance limefanyaje, limeongezeka. Umeona, na pia email notification kutoka kwenye Binance washatuma. Umeona hii hapa Binance notification, umeona imetumwa nini hapa, notification kwamba you have deposited dola 130. Kwa hiyo kitu tayari ngoma ishafanyaje, hiyo ishapokelewa kwenye nini, kwenye Binance. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kwenda kuuza kwa mawakala, unauza. Hata nikirefresh unaona pale salio limefanyaje, limeongezeka. Kwa hiyo hivi ndivyo namna tunavyoweza kutoa pesa kutoka kwenye Trust Wallet kuleta kwenye exchange ya Binance au kupeleka kwenye wallet yako au exchange nyingine yoyote. Utaratibu utakaofuata ni hivi. Kwa hiyo hapa unaona sasa hivi kuna dola USDT zipo 134. Sasa nikitaka kuuza hizi kwa mawakala, napiga tu hapa kwenye P2P namna hiyo, niwaonyeshe. Ikishafunguka hapo P2P itafunguka, itaniletea listi za mawakala, tutaona hapo ili uone ile dola ambayo nimetoa au nimezifikisha zitanipa kiasi gani. Hapa kuna button mbili. Umeona kuna button ya kubuy na kuna button ya kuseli. Sasa mimi nitabofya seli kwa sababu ninaenda kuuza dola ili kuweza kupata pesa za Kitanzania. Kwa hiyo nitachagua wakala ambayo ana mtandao wangu, namba ambayo tayari ya kupokelea pesa nimesha isave huku. Umeona nazo namba zote. Nikitaka kuuza kwenye M-Pesa nauza, nikitaka kuuza kwenye Tigo Pesa nauza. Kwa mfano kama huyo hapa wa M-Pesa, umeona Imwat JJ, umeona huyu ananunua sema kiasi yake kidogo kwa sababu ana USDT 103, mimi nazo 134. Kwa hiyo namtafuta kidogo mwenye nani nyingi. Nitakuja kwa huyo hapa sasa ni vile. Umeona huyu hapa nikipiga sell namna hii itafunguka ili uone nitapata kiasi gani cha pesa. Nikipiga hapo napiga all, maana yake naingiza kiasi chote nilichokuwa nacho. Umeona namna hiyo. Kwa hiyo nikipiga hapo, umeona nikienda kuuza zile USDT nitaweza kupata pesa hii ya Kitanzania ambayo ni shilingi ngapi, 364,446, na itakuja kwenye namba yangu ya Voda hiyo hapo ambayo tayari nimeshaiunganisha na mfumo wa P2P wa Binance. Kwa hivi ndivyo tunavyofanya miama. Kwa hiyo nikitaka kuuza hapa na bofya place order. Kwa hiyo ngoma moja kwa moja itaingia kwenye Binance. Nadhani hapo nimeeleweka. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nataka niwaonyeshe, lakini plani yangu sio kuuza. Plani yangu niwaonyeshe jinsi gani tunavyoweza kutengeneza pesa na kuweza kubadilisha dola kubadilisha dola au zile USDT kuwa kwenye pesa ya Kitanzania. Maana pale ningebofya place order, ingeweza kuuza, ningemsubiria wakala angenitumia hiyo pesa, alafu mimi ningebofya button ya kwamba nimepokea, basi naendo angeweza kuzipokea nini hizi USDT zangu, na tunakuwa tumemaliza biashara kwa namna hiyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na yeyote atakayetaka kujiunga kwenye project ya Bitness, link iko chini ya video description hapo, na yapo mafunzo mengi sana naielezea hii project, lakini somo langu la leo lilikuwa linaelezea jinsi ya kutoa pesa kutoka kwenye Trust Wallet au kutoka kwenye Web3 wallet yoyote kupeleka kwenye exchange au kupeleka kwenye wallet nyingine yoyote ambayo wewe unaipenda. Asanteni sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema. Usisahau kushare hii video kwa wengine ili waweze kupata mafundisho haya, na kwa michongo ya uhakika ya kutengeneza pesa mtandaoni, namba yangu ya simu iko hapo, unaweza ukani WhatsApp na pia unaweza ukanipigia nikaweza kukuelezea mambo jinsi yalivyo, na kama utapendezewa basi na wewe ukaweza kujiunga kwenye safari ya kutengeneza pesa mtandaoni na ukaweza kupata ile financial freedom. Asanteni sana kwa kunisikiliza.